Kuna hii roho chafu inaharibu sana mahusiano ya watu. Si kila mahusiano yako yanapoharibika mara kwa mara ukachukulia ni jambo la kawaida. Wakati mwingine kuna nguvu ya kiroho inaweza kusababisha mahusiano kutokutimia. Wakati mwingine si kila magomvi ya mara kwa mara kwenye ndoa yako ukachukulia ni jambo la kawaida. Kuchelewa kupata mtoto, wakati mwingine kuchelewa kufikia ndoto zako ukaona ni jambo la kawaida. Wakati mwingine kuna nguvu za kiroho ambazo zinaweza kuzuia jambo hilo lisiweze kufanikiwa. Pengine umewahi kusikia habari ya jini mahaba au ulisikia kwa sehemu hujaelewa. Kuna kitu kinaitwa jini mahaba, spiritual husband, spiritual wife. Jini mahaba linaweza kuwa la kike au la kiume kwa mwanadamu. Ijapokuwa imani inatuambia kwamba viumbe vya kiroho havina jinsia. Kwa hiyo inaweza kuvaa mwili ikawa kama mwanaume au ikawa kama mwanamke, na ikawa na wivu na mahitaji yote ya kihisia au ya kibinadamu kwa maana ya kimwili kama vile mwanadamu ambavyo anatakiwa awe. Jini mahaba, spiritual husband au spiritual wife, au mwanamke wa usiku au mwanaume wa usiku, ni kati ya roho chafu inaofanya watu wengi wazuiliwe, hasa kwenye mambo yanayohusiana na mahusiano na ndoa. Natamani Mungu akupe ufahamu uweze kuelewa habari hii. Nataka nikuelezee kidogo. Jini mahaba ni roho kamili. Inaweza kumuingia mtu na kupata uhalali na kumfanya mtu huyo kama mke wake. Hizi ni baadhi ya dalili chache kati ya nyingi zinazoweza kutokea mtu akiwa na jini mahaba. Dalili ya kwanza ambayo inaweza kukutokea na inaweza kukuonyesha kwamba uko kwenye wakati mgumu wa jini mahaba. Dalili ya kwanza ni kama uko kwenye ndoa, magomvi ya mara kwa mara ya ndoa ambayo sababu zake za msingi hazieleweki. Na wakati mwingine magomvi yenu yanaweza kawa kwenye eneo la tendo la ndoa. Huenda mmoja akawa hawajibiki sawa sawa kwenye eneo hilo. Wakati mwingine mwanamke anaweza kukosa hisia na mume wake. Yaani unajikuta una hisia na mume wako kabisa. Akiwa mbali unahisi uwepo wake, lakini akiwa karibu na wewe unakosa hisia naye kabisa. Wakati mwingine unakutana naye kutimiza tu wajibu, lakini moyo wako haumfurahi. Sio wewe, ni hiyo roho chafu. Unaweza kujikuta unahangaika kama hospitali kuangalia pengine hormone balance na mengineyo. Ni kweli vinaweza kuwa sababu, lakini kwa asilimia kubwa kwenye mambo ya kiroho, jini mahaba anaweza kuondoa hisia au furaha ya kumfurahia mwenza wako. Jambo la pili, kama uko kwenye ndoa, nitakuja kwa wale ambao hamko kwenye ndoa. Jini mahaba huwa anasababisha magomvi ya mara kwa mara kama nilivyotangulia kusema. Na wakati mwingine anaweza kuzuia kipato. Yaani unakuta uchumi unapambaniwa sana na pesa anazuia isikae ndani. Kwa maana hiyo anapambana kila siku tu kusiwe na amani. Na pesa ikipatikana magomvi yanaweza katokea au mambo yasitimie kama vile ambavyo mmekusudia. Jini mahaba anaweza kuzuia uzao kwenye ndoa. Ukakuta kuna kuchelewa kupata uzao na kasababisha baadhi ya magonjwa ya kizazi au ya uzazi. Magonjwa mara kwa mara, unayatibia naisha narudi, unayatibia naisha narudi. Jini mahaba na kawaida hiyo. Lakini pia jambo lingine ambalo jini mahaba akiwa kwa mtu akiwa kwenye ndoa, anaweza kumpa mtu hasira. Unakuta una hasira kali na unaweza kuwa na msimamo wako fulani alafu baadaye unakuja kujutia. Hasira kali, maamuzi magumu ya haraka, na wakati mwingine ukakuta maamuzi yao ni kama hayako sawa. Na hii inaweza kumpata hata mtu ambaye hayuko kwenye ndoa. Unakuwa na hasira kali. Unakuwa ni mtu ambaye wakati mwingine unatamani ujitenge tu, unatamani ubaki tu mahali fulani. Sio wewe, ni hiyo jini mahaba. Lakini pia ishara nyingine, kuingiliwa na watu kwa sura tofauti tofauti. Unaweza kawa ni watu ambao unawajua, usiowajua, wakati mwingine hata ndugu au watu wako wa karibu. Na wengine jini mahaba baadhi anaweza kaenda mbali akaja kwa mtu mwenye jinsia moja na wewe. Hii sio wewe, na unakuta unaota ndoto hizi mara kwa mara. Mwingine imefika mahali umeota mpaka imefika mahali unahisi tu kwamba tayari kuna hali ambayo sio kawaida inaendelea. Jini mahaba na kawaida hiyo anaweza kukufanya ukawa ni mtu wa namna hiyo. Ukajikuta na hisia kali, lakini mume wako au mwenza wako au mke wako hauko na hisia naye kama vile ambavyo unavyokuwa peke yako. Jini mahaba pia anaweza kukusababishia changamoto ya kibali.
ukakuta unakosa kibali kwa watu. Walikuwa nakupenda, ghafla hawakupendi. Ulikuwa unakubalika kwenye eneo hili, ghafla unakuta una wakati mgumu wa kukubalika na mengineyo. Lakini pia jini mahaba akiwa ndani ya mtu anaweza kukuzuia kabisa, kukuzuia kufikia mahali ambapo ulitaka ufike kwenye mambo yako ambayo unaona wewe ni ya msingi, kwa sababu unajua akikuruhusu uende mbali na yeye atakosa nafasi ya kukutumikisha, atakosa nafasi ya ukaribu na wewe. Na jini mahaba anataka kuchochea ndoto, unaota unaolewa tena, unavikwa pete uko baharini, wakati mwingine unaota kuna sherehe imeandaliwa na wewe unaona kama ndio mtu rasmi kabisa, na ndoto zinginezo. Si lazima zote zikupate, lakini ndoto kama hizi zinaonyesha uwepo wa jini mahaba kwenye maisha yako. Kuota una mtoto ingali hauna, unanyonyesha ingali hauna mtoto na mengineyo. Kwa mtu ambaye sasa hauko kwenye ndoa, jini mahaba na kawaida moja, anaweza karuhusu watu wakaja kwako, lakini wote wakawa ni waongo. Na kama atakuja mkweli, basi akifika kwenye hatua ya kifamilia, kutatokea kikwazo tu ambacho kitamfanya mtu huyo safari ya kukuoa ishi hapo. Hata kama alikuwa amekuahidi kiasi gani, akifika tu kwenye nyakati za kutaka kutolea mahali, kama mambo yake hataharibika, vitu vyake vitaenda tofauti, kitatokea kikwazo chochote tu cha kuzuia au kuvuruga ndoa isiwepo. Kwa unajikuta ni mtu ambaye unapata watu wanakuahidi lakini ahadi hazitimii. Unapata watu wanakuahidi, ahadi hazitimii. Yani mwisho haufiki. Yani wewe jambo halifiki mwisho. Halifiki mwisho. Muonekano wako unaomba, unasema Mungu nisaidie, lakini kuna jini mahaba ambaye anasema amekuoa. Anasema yuko na wewe. Kwa hiyo anazuia wewe kupata ndoa. Anazuia wewe lango la ndoa usilipate. Na jini mahaba anaweza kukuruhusu upate mimba, na anaweza kukuruhusu uzae, lakini akakuzuia kupata ndoa. Na ukipata ndoa, basi ndoa hiyo mwanzoni itaanza vizuri, lakini baadaye itakuwa na panda shuka nyingi. Itakuwa inapanda shuka nyingi, magomvi mengi. Kwa hiyo usipomdhibiti ujini mahaba, na unaota ndoto za mtu mwingine, unaona ishara hizi ziko juu yako, unaona unasikia hasira, unaona kibali kinaondoka na kurudi, unaona amekungoa kabisa kwenye nguvu za kuomba, unapambana kwenye mambo ya kiroho, unapambana, unakuwa mkame kabisa, unaona mawazo yako anakuchochea kwenye mawazo fulani, jini mahaba lengo lake ni kukukausha na kufanya uwe wa kawaida, uwe baridi. Kwa hiyo ili yeye akufurahie, ili yeye afurahie kukutumikisha, ili yeye afurahie kuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo anaweza kuwa na wivu kwenye vitu kaza wa kaza. Sasa anazuiaga kibali cha kuingia kwenye ndoa. Ataruhusu upate mimba. Mwingine ukikutana tu na mwanaume, yani harudi tena kwako. Mwingine anakuondolea, unakuwa kama unanuka wakati mwingine. Mwingine unaweza kupendwa sana na wanaume, lakini wote wanakudanganya. Mwingine jini mahaba anaweza kawa ndani yako akakupa mvuto, unapendwa na waume za watu. Yani waume za watu ndio wanakuja, unagundua ni mume wa mtu. Kwa hiyo jini mahaba na mambo wanatofautiana tabia. Kila jini mahaba akiwa ndani ya mtu anaweza kuwa na tabia yake. Mwingine akawaondoa watu, hata mtu akukusalimia asiwepo. Mwingine akakufanya ukawa na watu, unakuvutia na watu wengi, lakini akakuondolea ukawa huna hisia. Mungu na akusaidie. Mungu na akuvushe. Vivyo hivyo hata kwa wanaume, jini mahaba anaweza kukutumikisha kwenye mambo kama hayo. Akawa anakupa kukuchelewesha, akazuia uchumi, akakufanya ukawa mtumwa wa jambo fulani, akakufanya ukawa ni mtu ambaye unalizika kwa kujichua, akakufanya ukawa ni mtu ambaye unapitia nyakati ngumu, ujiamini, ni mtu mwenye hofu tu mara nyingi na mengineyo kama hayo. Kwa hiyo jini mahaba ni kitu cha kukikataa na kukipinga. Maana imeandikwa kwenye neno la Mungu ya kwamba basi mtini Mungu, mpingeni shetani naye atakimbia. Kwa hiyo una kila sababu za kumpinga, huyo ni shetani. Jini mahaba ni wa kumkataa. Jini mahaba ni wa kumpinga. Anazuiaga vitu vingi, anaharibugi mambo mengi. Analetaga vitu vingi, anazuia hata biashara kama ni kazi, anaanza kufanya tu vitu vikaribika. Ukawa unapanda, unashuka, unapanda, unashuka, unapanda, unashuka. Unasema ni nini? Unasema nina mkosi gani? Nimekosea wapi? Kumbe ni jini mahaba ambaye anakuharibia. Lakini leo kwa jina la Yesu, kwa kuwa umelitambua somo hili, mkatae. Mkatae. Sema najitoa kwenye agano la jini mahaba.
kama nilivikwa pete, nilipewa zawadi, niliunganishwa kwa manukato, niliunganishwa kwa chochote, ninavua vyote vya majini mahaba, ninavikataa kwa jina la Yesu. Vya majini na vikataa. Basi nataka nikuombee. Tahadhari. Nitakapokuwa nakuombea, unaweza ukapitia ishara kadhaa kati nitakazozitaja. Ishara kwanza, unaweza kujikuta unapiga miayo sana. Ishara ya pili, unaweza kujikuta unasikia usingizi mzito na unapoteza fahamu. Ishara ya tatu, unaweza kujisikia viungo au mwili unatetemeka au mikono inatetemeka, au kasikia kichwa kinauma, au tumbo ukasikia linacheza cheza. Inategemea na jini mahaba amekaa eneo gani. Au kasikia kuna vitu kwenye kiuno, ni kama kuna vitu vinatembea tembea, au kuna vitu vimekaza kwenye kiuno. Usiogope. Endelea tu kuomba, endelea kuomba. Mwingine unajisikia unapoenda kuomba unavua kama pete. Usiogope. Mwingine unasikia unapoenda kuomba mwili unasisimuka. Endelea tu kuomba, jitie nguvu, kaa eneo zuri. Mwingine utajisikia kuanguka na kupiga kelele. Ngangana atakuachia tu kwa jina la Yesu. Omba, na maombi haya sio uombe mara moja. Jini mahaba ameweka kwako misingi na mizizi na ameweka ufalme. Kwa hiyo tunapomtoa, tunamtoa na tunaendelea kumtoa na kumtoa na kumtoa. Kwa hiyo unapoomba leo, kesho tena fungulia maombi haya, kaa eneo zuri, sogeza mpaka kwenye eneo la maombi. Peleka mbele huko usiushasikia, peleka kwenye eneo la maombi. Anza na maombi hayo. Kaa, jifungue mwenyewe. Mwambie Mungu najifungua, naondoa hivi vitu kwa jina la Yesu na kwa damu Yesu. Mungu atakusaidia. Omba maombi haya hata kwa siku 7. Na wakati mwingine ingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Maombi ya kufunga na kuomba ni maombi yenye nguvu. Ni maombi yanayoweza kukusaidia. Funga hata kwa siku 7, siku 3, siku 21. Funga, kataa, pinga hii jini mahaba. Mkatae kwa jina la Yesu. Na ukifunga unapata muda wa kuomba, mwambie Mungu namkataa jini mahaba, navunja hii ndoa. Natoa hati ya talaka, simtaki tena. Haijalishi aliingia kwangu kwa walali gani, haijalishi nilimruhusu mimi au alinivamia au aliniingia kwa chochote kile, kwa mavazi, kwa mawigi, kwa chakula, kwa zawadi, kwa chochote kile. Unamkataa kwa kunipenda. Yani chukia hiyo hali. Hata kama huwa inakufurahishaga, ichukie, inakuharibia maisha. Mwingine ukiotaka tu ndoto hizo, ndo mambo hayaendi, mambo yataharibika, vitu vyako vitafeli. Sasa ya nini kuifurahia? Inakuletea vikwazo kwenye maisha yako. Baba, kwa jina la Yesu, nimeinua mkono huu. Huu mkono ukawe kama upanga na damu ya Yesu Kristo ikaende kufyeka kila nguvu ya giza. Wakati ananisikia mtu mmoja hapo, nisaidie sasa mtu mmoja kuweka mkono kwenye tumbo lako. Na mwingine ikiwa unaweza kaweka mkono kwenye kidole chako kile cha kuvikwa pete. Vyovyote vile unaweza kuweka kwenye tumbo au kwenye hicho kidole. Au mwingine unaweza kaweka mkono kwenye kichwa chako. Yani chagua kati ya maeneo hayo ambayo nimekuelezea. Utaenda kusikia vitu vya Mungu vinakufungua. Utasikia nguvu ya Mungu inapita. Na unapoona kuna vitu vinapita mahali, peleka mkono eneo hilo hilo. Unapoona ishara fulani, peleka mkono eneo hilo hilo. Yani kazana. Ninaamuru kwa jina la Yesu. Ewe roho ya jini mahaba, ondoka. Ewe jini mahaba, unanisikia? Wewe jini, unanisikia? Wewe jini mahaba, haya panda ondoke kwa jina la Yesu na kuamuru. Haya, ondoka. Sikia neno la Mungu kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Wewe unayekaa ndani ya mwili huu, wewe unayekaa ndani ya nafsi hii, wewe ni roho kamili. Umemzuia mtu huyu. Mwingine umemzuia asipate ndoa. Kwa nini? Haya, ondoka. Mwingine umemzuia kwenye ndoa kusio na amani. Mwingine umezuia vitu vyake viharibike mara kwa mara. Mwingine umezuia asipate uzao. Mwingine umezuia, umempa magonjwa ya uzazi ya mara kwa mara. Mwingine umemuondolea furaha ya ndoa. Mwingine umemuondolea kibali cha kuoa, cha kuolewa. Ninakuamuru, wewe ni roho kamili. Haya, ondoka. Kamatwa kwa jina la Yesu. Natuma malaika, kamata huyo jini. Kamata, haijalishi mko wangapi. Anza kuungua sasa. Piga kelele, ondoka sasa. Ungua kwa jina la Yesu. Haya, ondoka kwenye tumbo, kwenye kitovu, kwenye kiuno, kwenye macho. Moto kwa jina la Yesu. Mwingine anakaga kwenye macho, naunguza kwenye macho hayo. Wengine umewekewa maagano kwenye kidole. Navua hizo pete za majini mahaba. Navua hilo jini mahaba na mandoto yenu mabaya. Hakuna kumwingilia mtu huyu tena. Hakuna kumtesa mtu huyu tena. Toka we jini mahaba. Tunakukataa, kataa, sema na kukataa we jini mahaba, niachie. Na kukataa, toka ndani yangu. Na kukataa, achia maisha yangu. Kataa, vua ishara zote, vua magano yote, vua vitu vyote nilivyokupa, vua mavazi yote niliyokupa, vua kila ishara. Naunguza kwa jina la Yesu. Ewe jini mahaba, unayekutanaga na nyoka, unayeunganaga na nyoka, ewe joka la kuzimu, ewe roho ya giza, ewe pepo wa bahari, moto kwa jina la Yesu. Toka, nenda baharini kwa jina la Yesu. Ninakukemea, ninakusambaratisha. Toka kwa jina la Yesu. Tapishwa na vitu vyako,
pika na vitu vyako. Hizo nguvu za giza, huo uchafu ulioweka uko kumzuilia kwenye sura, achia sura ya mtu huyu, achia sura yake, achia nyota yake, achia kibali chake, mwachie sasa. Achia nyota kupendwa, achia nyota kibali. Ewe jini mahaba, imetosha, imetosha. Fungwa tumbo hilo, imetosha. Toa pete zako, imetosha. Na kuchomoa, chomoka, chomoka. Hiyo nguvu, hiyo nguvu, hiyo radi ya moto, radi ya moto, radi ya moto, radi ya moto, teketea, chomwa, chomwa, fire, fire, fire. Hivyo vinaungua, vinaungua, vinapanda, 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 panda, 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 chemka, 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 chemka. Anza kutetemeshwa, kimbia, tetemeshwa, tetemeshwa na shote umeme, shote ya mbinguni, shote ya mbinguni, shote ya mbinguni. Ninakukemea jini mahaba, toka. Hakuna kumtesa tena. Na kuamuru, unanisikia wewe, unanisikia wewe, ni roho kamili, unanisikia. Hii sauti ipenye mpaka ndani, iingie mpaka unapokaaga, iingie mpaka unakowekaga makao. Kama unakaaga kwenye nyumba, unakaaga kwenye mwili, kwenye viungo vya mwili, na kuunguza kwa jina la Yesu. Mwili ukute moto, mwili ukute moto, mwili ukute moto. Umemharibia vya kutosha, leo tunakukemea. Umevuruga amani vya kutosha, leo tunakukemea. Umezuia kibali vya kutosha, leo tunakukemea. Na pepo lako la hasira, roho ya uharibifu, kiburi, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka. Mwingine kukata tamaa kumekukaa, toka kwa jina la Yesu. Kujikatia tamaa, kujikataa mawazo mabaya, futika, toka, lipuka. Hizo mikataba tunavunja, hayo maagano tunavunja, hiyo madhabahu ya majini mahaba, hiyo ngome ya majini mahaba, ninaikemea, ninaipangua, ninaipiga kwa jina la Yesu. Haya, pigwa, pigwa kwa jina la Yesu, pigwa kwa jina la Yesu, pigwa huko uliko, pigwa, ungua, ungua, ungua kwa jina la Yesu, ungua. Pokea moto huo, pokea moto huo, na kuchoma mpaka ndani, na kuchoma mpaka ndani kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, na kumwagia damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwenye masikio hayo na mwaga damu ya Yesu, kwenye kichwa hicho na mwaga damu ya Yesu, kwenye macho hayo na mwaga damu ya Yesu, kwenye kiuno damu ya Yesu kutali hai, kwenye kitovu, kwenye kizazi damu ya Yesu, kwenye hatua, kwenye vidole, kwenye miguu damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Hautakaa hapo, si mahali pako. Ninakuchomoa, ninakuunguza. Haya, ondoka. Wengine kwenye pua, kwa damu ya Yesu, toka, ungua, 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 ungua. Nisaidie kusogeza simu zaidi hapo hapo unaposikia vitu vinatembea, unaposikia vitu vinakimbia, vitu vinaachia hapo hapo. Naongeza moto, nachochea, nachochea moto, nachochea moto, nachochea moto, nachochea moto, nachochea moto, nachochea moto. Hivyo vinakamata, hivyo vinakamata, kamata, 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 kamata wewe, kamata, kamata. Na hao wenzio wote, toka nao, toka nao, toka na mayai yako, toka na vitu vyako, toka na nguvu zako, toka na uchawi wako, toka na magano yako. Baharini, toka, rudi uko baharini, rudi uko alikokutuma, rudi uko ulikotokea, rudi uko na kufukuza. Toka. Hakuna kumkamata mtu huyu tena, hakuna kumtesa, hakuna kuzuia vitu vyake. Kuanzia sasa naachilia kibali chake kifunguke, naachilia maisha yake yafunguke. Pokea wepesi, pokea wepesi, pokea wepesi. Hiyo nguvu ya Mungu inakuweka huru. Pokea wepesi, minyororo yote ikatike, kamba zikatike, minyororo katika, minyororo ya majini mahaba, maagano ya kindoa. Leo tunatoa hati ya talaka, hati ya talaka mara 7, hati ya talaka mara 7, hati ya talaka mara 7 kwa jina la Yesu Kristo hai. Natoa hati ya talaka, natoa hukumu ya mbinguni ya kwamba kuanzia sasa hakuna kumtesa, hakuna kumjia tena kwenye ndoto. Ninakuwekea upinde, ninakuwekea kizuizi, hakuna kumfata tena. Toka kwa jina la Yesu. Kuanzia leo mkataba uwe mwisho. Huyu sio wa kwako, sio wa kwako. Mkatae, kataa, sema na kukataa wewe jini mahaba, na kukataa mimi sio wa kwako. Achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia kibali changu, achia neema yangu, achia. Mwambie Mungu, niko tayari kufunguliwa. Napokea ufungulivu, napokea nguvu zako, napokea malaika wako, napokea ulinzi wako. Pokea ulinzi wa nguvu za Mungu. Hapo hapo ulipo, ulinzi huo unapita, nguvu ya Mungu inapita, hiyo nguvu inapita, hiyo nguvu inapita. Pokea, 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 pokea. Kuna vitu vinachemka, hivyo vinaungua, hivyo vinaungua. Pokea kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu. Hiyo inapita, hiyo inapita, hiyo inapita. Ipokea kwa imani, pokea, pokea kwa imani, pokea kwa imani, pokea kwa imani. Pokea upako, pokea upako, pokea mpenyo katika jina la Yesu Kristo hai. Kuanzia sasa na kuweka huru. Yes. Nguvu ya Mungu na ikusaidie sasa. Saidiwa na Bwana sasa. Malaika wa Mungu anakuhudumia. Malaika wa Mungu anakuhudumia. Usiogope ishara yote ambayo imekutokea, usiogope. Usiogope, malaika wa Bwana wako hapo, wako hapo, wako hapo, wako hapo. Amini ninachosema. Hii sauti haiko bure. Kila neno litamka lina mamlaka ya kimungu. Malaika wako tayari. Haijalishi sauti hii umeisikia muda gani na unaisikia saa ngapi. Tayari kuna malaika ambao wanasikiliza tu. Wako tayari kusikia nini kinasemwa. Hao malaika wako wanakuhudumia hapo. Hao malaika wako wanakuhudumia hapo. Pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu kwa imani. Pokea nguvu kwa imani. Kuna mtu hajanielewa. Pokea nguvu hiyo kwa imani. Pokea nguvu. Hiyo nguvu
kufungua. Naona vitu vinafunguka. Naona katika ulimwengu wa roho, mtu anayepokea kwa imani, roho ananishuhudia hapa, kuna vitu vinafunguka. Kuna vitu vinakuachia, unawekwa huru sasa. Baada ya maombi haya unajisikia mwepesi. Baada ya maombi haya unaona kama kuna mahali uliwekwa. Usiogope juu ya kichwa hicho. Usiogope juu ya vitu vinavyotetemeka. Usiogope juu ya miayo hiyo. Unafunguka sasa. Funguliwa kwa jina la Yesu. Funguliwa kwa jina la Yesu. Funguliwa kwa jina la Yesu na kufungua kwa damu ya Yesu. Weka mkono kwenye kichwa chako. Baba, katika jina la Yesu naondoa maumivu kwenye kichwa. Pokea ufungulivu. Narudisha kumbukumbu na fahamu zako. Na kurudisha kwenye hali yako ya kawaida. Rudi kwenye maisha yako. Rudi kwenye uhalisia wako. Rudi, jitambue sasa. Jitambue. 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 Pokea neema hiyo. Pokea neema ya kujitambua. Pokea neema ya kuishi maisha yako na huyu adui asikufuate tena. Pokea nguvu ya kuomba. Pokea nguvu ya kumkataa na kumpinga katika jina la Yesu. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa kutoka Dar es Salaam, Mbezi ya manamba mawili. Ikiwa unaona unahitaji msaada wa maombi zaidi, karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Niambie nini Mungu amekufungua. Lakini pia kama unahitaji msaada wa kukuombea moja kwa moja, huduma ya maombi moja kwa moja huwa naifanya siku ya Jumanne. Lakini kama utakuwa na dharura, unaweza kuwasiliana nami kwa namba hiyo hiyo. Niambie mtumishi wa Mungu, nahitaji nionane na wewe. Nahitaji msaada zaidi wa kufunguliwa kwenye jambo fulani. Lakini pia unasikia msukumo na ufungulivu. Unasema, Mungu, ujumbe huu ulikuwa ni kwa ajili ya maisha yangu. Ninaomba ujumbe huu ni uwekee sadaka, nipande mbegu yangu, au nisindikize maombi haya kwa sadaka yangu ya ufungulivu, iwe alama ikapige kelele mbele zako, ili siku moja, siku nitakaowekwa huru, sadaka hii ikasimame na kunionesha mahali nilikotoka na mahali ambako Mungu amenikusudia. Unaweza kusimamisha sadaka yako ufungulivu kwa ajili ya maombi haya kwa namba iliyoandikwa M-Pesa au sadaka ya hiari, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Inene sadaka yako kabla ya kutoa, na sadaka haina kiwango. Ni kile ambacho unasikia Mungu amekupa msukumo. Yaani hakuna kiwango. Wewe unayosema ni ndogo, isimamishe, mwambie Mungu, naisimamisha hii, sina kitu lakini nimesimamisha hii, nisaidie kwenye ufungulivu. Isimame, isukume maombi yangu, isukume ufungulivu wangu. Yaombe maombi haya mara kwa mara kama nilivyokuambia. Utaona Mungu akufungua. Mitandao ya kijamii, ingia YouTube, andika maombi ni dawa, au andika maombi tiba. Usiache kusubscribe ikiwa umebarikiwa na kipindi hiki. Lakini pia TikTok, andika maombi ni dawa au maombi tiba. Bariki.